Moja ya mashabiki ambao walikuwa wanaomba mikutano ifanyike kwa sababu ili waende wakatoe dukuduku zao ni wewe Mudi wa Simba. Lakini pia tumesikia kwa siku ya kesho tarehe 30 ndo siku ambayo kutakuwa na mkutano mkubwa sana pale Diamond Jubilee Upanga. Unahisi kwa kesho mkutano huo unafaa ufanyike siku ya kesho kutokana na mechi pia kuwa siku ya kesho, siku moja matukio mawili na ikiwa inawahusu timu moja? Hiyo unahisi wamefanikiwa kwa upande huo? Yani wako sahihi. Kwa nini ni wako sahihi? Kwanza, moja, timu inacheza ugenini. Sawa. Pili, ni siku ambayo sisi tutakuwa na mkutano wetu. Ina maana na imani mkutano utakuwa live Azam TV. Azam TV imeenea kote. Sawa, naamini wachezaji watakuwa wanalifuatilia lile. Kwa wachezaji wataona hisia halisi za mashabiki wao. Mashabiki watapata kuonesha wachezaji hisia zao wanapoumia pindi wanapopata matokeo mabaya. Kwa ile ndio itakuwa message send kwa wachezaji nini wende wakakifanya katika mechi ya kesho ndani ya dakika 90. Mchuzi wa mbwa unanywa bado wa moto, ukipoa unywewi. Wao kesho mmefanya makusudi, sio kama ni bahati mbaya, ni makusudi. Nakwambia hivi, yani ile ni mipango mikakati kwa sababu wachezaji watakuwa ni wametulia, walishafanya mazoezi ya mwisho, sawa? Watakaa wanaangalia mkutano. Kwa mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club wataonesha hisia zao kwa mashabiki, kwa wachezaji wao. Kiasi gani wanapopata matokeo mabaya wanavoumia na kiasi gani wanafurahi wanapopata matokeo mazuri. Kwa kuwa watakuwa ni wanafuatilia, watapata kuliona hili. Na nakuhakikishia mkutano wa kesho ndio unakwenda kutupa pointi 3 ugenini. Kumbe mkutano wa kesho ndio utakao wapa majibu ya na firigisu zote ambazo tunazofanyiwa ndio kesho zinaenda kuzikwa. Kesho. Ule uwanja si wameukimbia? Wameukimbia sana masababu yao. Sasa sisi kesho ndio tuenda kuteketeza mechi zote zilizobaki katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi Simba naenda robo finali. Simba robo finali uhakika. Mimi nakwenda uhakika. Lakini labda umesikia labda ajenda kuu itakuwa ni kitu gani? Unapoambiwa mkutano, ajenda kuu, asilimia kubwa ajenda kuu waga inajulikana. Sawa. Ni kwa sababu ajenda kuu waga inabeba kutokana na malalamiko ambayo viongozi ni wanayapata kwa wanachama na mkutano upo kikatiba. Kwanza lazima tuende tukafanye tathmini ya klabu yetu ndani ya msimu uliokwisha. Nini tumepata, nini tumekosa, tulifeli wapi, tuboreshe wapi, tupunguze wapi, tuongeze wapi, nini kifanyike kuanzia hapa kwenda kule. Kwa sababu kwanza mkutano umekuja kwenye muda muafaka ambazo mechi za ligi bado hazijachezwa nyingi. Simba bado amecheza 3 tu. Sawa? Kwa ina maana mkutano upo yani umekaa kimikakati. Yani dukuduku na mabaya yote kesho ndo anakwenda. Kwa kesho tutatoka kwenye mkutano mkuu tukiwa mioyo yetu iko safi na kila kitu tumekiweka. Ndio maana nakwambia Simba Sports Club ndio timu ambayo inajiendesha yenyewe. Simba Sports Club sio klabu ya kusema kwamba mkutano mkuu mje watu 5 kila tawi. Ila ni mkutano ambao unakwambia kila mwanachama wa Simba Sports Club hakikisha umelipia kadi yako, tukutane kwenye mkutano. Una dukuduku lako, njoo nalo kwenye mkutano. Sio dukuduku akubebee mtu mwingine. Dukuduku lako njoo nalo mwenyewe, kila mmoja na mawazo yake na uelewa wake na fikra zake. Kwa anapokuja kwenye mkutano ndo anatema ile sumu. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa, ni wanaume tunakufa mapema kwa sababu tuna tabia ya kuweka vitu mioyoni. Umepigwa na mkeo nyumbani, unashindwa kumsimulia rafiki yako ili uiteme ile sumu, unabaki unavumilia, mwisho wa siku moyo ni sumu mbaya sana. Moyo unastaki mtu anakufa, ndio maana wanaume tunakufa mapema. Sasa Simba Sports Club haitaki kupoteza mashabiki wake. Wameamua kuweka mkutano wa mashabiki wote wazungumze. Wanachama wote njoeni mtoe dukuduku lenu. Wote njoeni. Wanachama hai. Unaposema wanachama hai unajua mwanachama hai maana ana kadi yake na kailipia. Njoeni mtoe dukuduku lako. Mimi siwezi kubeba dukuduku lako. Uwezi nikunimezesha maneno nikaseme mimi nitaenda na maneno yangu. Sasa wewe unakuwa ni mwanachama ambao una kadi tu lakini mkutano mkuu wewe ni mshabiki ni kama mshabiki mwingine asokuwa na kadi. Lakini Simba Sports Club ukiwa ni mwanachama wa Simba Sports Club mkutano mkuu kalipia kadi yako tukutane kwenye mkutano. Una dukuduku nyosha mkono utapewa maiki, toa dukuduku lako. Tema sumu yako, tukitoka huko tuwe wasafi, tuwe wapya, twende tukaendeleze mapambano. Shabiki alishawahi kuniambia kwa Simba Sports Club tangu enzi za mwenyekiti akiwa Dalali, Hassan Dalali, mzee Hassan Dalali,
hakuna mwanachama hai. Yaani kipindi chake yeye kulikuwa na wanachama wenye kadi. Baada ya yeye hakuna mwanachama wa Simba Sports Club ambaye ana kadi. Na ukweli gani? Mwanachama ambao hana kadi ya Simba? Mwanachama wa Simba. Ni mashabiki tu wa kawaida lakini sio wanachama wa Simba. Hawajafikia kwenye hayo mabadiliko. Yaani ni swala liko hivi. Kabla ya uwekezaji tayari kulikuwa kushakuwa na wanachama. Sijui umeelewa? Kabla ya uwekezaji tayari kulishakuwa na wanachama. Si ndio? Kila siku watu wanazaliwa na kila siku watu wanakuwa na kila siku watu wanakuwa ni mashabiki wa Simba Sports Club. Sijui umeelewa? Ili na mashabiki wengine ambao mpaka sasa hivi kukosa kadi ni haya yote ni mipango ambayo tunafanywa figisu na serikali. Kama transformation ingekuwa ishakamilika, saa hizi tusingekuwa tunazungumzia mshabiki asokuwa na kadi. Ukiona mshabiki hana kadi ya wanachama ujue huyo hana hela ya kukata kadi. Lakini mashabiki wote tayari tungekuwa tushakwa. Huwezi kuendesha vitu viwili kwa wakati. Kitu kinaenda step by step. Tuanze moja, tumalize tuje na lingine. Tumalize swala la transformation, tuliweke sawa, mwekezaji tukubaliane. Baada hapo Simba Sports Club kupitia mwenyekiti wake mtengeneze mkurugenzi wako ambao atakuwa anafanya ni kazi ya kusajili ni wanachama wapya, tupate ni wanachama wengi, tuendeshe Simba Sports Club. Sio, umeelewa? Ndio dhamira. Lakini leo hii ukisema ni kwa nini Simba haina wanachama wapya, kwa sababu hapa katikati kuna jambo halijamalizika. Kuna transformation iko hapa kati, tuimalizeni. Tukishaimaliza, haya mengine tu yatakuwa yanakuja. Kwa hiyo mimi naamini kupitia mkutano wa kesho, ni mkutano ambao upo kimikakati kabisa. Upo kwenye mikakati ya kwenda kuijenga Simba Sports Club mpya. Neno lako Mudi Simba kwa baadhi ya mashabiki ambao tayari wameshaikatia tamaa timu yao mpaka sasa hivi tunapozungumza. Tuliongea na mashabiki wengi sana pale Benjamin Mkapa katika mechi yenu nyewe na Petro. Unawaambia nini sasa kuelekea katika mabadiliko haya, kuelekea katika kikao hichi cha kesho, lakini pia kuelekea katika mechi zijazo? Yaani mimi kwanza niwaambie mashabiki wa Simba wenzangu, Simba sio timu ya kukatia tamaa. Simba sio timu ya kukatia tamaa. Simba tayari kashajeruhiwa. Mashabiki, wachezaji wote akili yao sasa inachaji mechi ya kesho. Sisi tunawarudishaje mashabiki ili mechi inayokuja Benjamin Mkapa ifurike? Ili Benjamin Mkapa ifunike full house. Ile neno kwa Mkapa atoki mtu lirudi, lazima mechi ya kesho si tushinde. Ndio maana nakwambia mimi nina 100% kesho mimi naondoka na pointi zangu 3 safi na robo finali naondoka nayo. Sawa, robo finali bwana Mudi Simba ndo anasema hivyo. Uhakika wa robo finali lakini pia uhakika wa pointi 3 katika mji wa Mali pale. Mimi naitwa Mpinga Shari, hii ni Hot Biz. Endelea kutazama channel yako pendwa kabisa. Shukrani.